na 27. Tunaungana naye Julius Mariki kwa mengi zaidi. Mariki? Namshukuru sana Andreen Kileme kutoka studioni. Kwenye swala la leo, kivumbi cha Ol Kalou kwenye kaunti ya Taita Taveta nimeweza kuwahusisha wakaazi hapa kuuliza, je, matokeo ya uchaguzi mdogo unaoendelea leo pale Ol Kalou utaathiri vipi uchaguzi wa mwaka 2027? Pengine matokeo yale yatamaanisha nini vile kwa wanasiasa? Tupate kusikia baadhi ya kauli za wakazi wa hapa kaunti ya Taita Taveta. Kwanza kabisa naitwa Babisho Abdalla Abalon, mkazi wa Voi. Uchaguzi wa Ol Kalou itakuwa ni, yani kwa mtazamo wangu naona yako itakuwa uchaguzi mkali sana, ambao pande zote za upinzani na kwa serikali watatoa upinzani mkali sana. Na kwa ujumla uchaguzi huu ni perception tu. Ile chama yoyote ambayo itashinda itatoa perception kwa wananchi kwa ujumla wa Kenya nzima ya kuwa chama kile kitashinda kina ushawishi mkubwa zaidi kushinda vile vyama vingine. Kama serikali itashinda, itaonesha ya kuwa italeta perception kwa nchi nzima ya kuwa wana uwezo wa kushinda sana sana katika Mlima Kenya. Ikiwa Mlima Kenya saizi kuna watu ambao wanadai ya kuwa iko kwa upinzani ama iko kwa DCP, serikali ikishinda itaonesha wazi ya kuwa wana uwezo mkubwa wa kushinda hata 2027. Na ikiwa upinzani watashinda, haswa DCP, pia itaonesha wazi ya kuwa wao wana nguvu na kuwa safari hii wamehama kutoka kwa serikali na wako katika upinzani na watashinda 2027. Na pengine vyama vya siasa ama wanasiasa wajifunze nini kutokana na hilo? Hilo sasa inategemea kwa wananchi sasa, wale voters kama watashawishika na mambo madogo madogo ambao wanasiasa wanakuja wanawaambia na wapige kura, basi itaonesha kuwa wananchi wanashawishiwa na wanasiasa kwa vile wanavyotaka wa vote. Lakini kwa huyu mwananchi sasa ni apige kura kulingana na maendeleo ambayo anataka katika sehemu yake. Hii uchaguzi ni kama wali reduce it to tussle between the president and the former DP. Kwa hivyo hii outcome, hata ndio maana serikali imejaribu sana kumwaga gases, kumwaga pesa ili wapate kushinda, sababu wame reduce it to a tussle between the former deputy and the president. Na hiyo ni ishara, hiyo ni kuashiria ya kwamba result ambayo itatoka saa hii ndio ni kama itatranslate ile result ambayo itatoka 2027, ambapo kwa mtazamo wangu ni iko na percentage kidogo ya reality. But kweli ni kwamba serikali imechukua hii by election kama life and death, na kwa hivyo public perception ni kwamba serikali wanajaribu kivote vile ili wapate kushinda hii, ndio walete confidence kwa their supporters ya kwamba hata 2027 watashinda. Lakini japokuwa hii ni by election, unakuta turn up sio vile atakana hiyo, na vile vile by election unakuta all eyes are there, but 2027 unakuta kila mmoja atakuwa akijitafutia ushindi. But the bottom line ni kwamba election ya 2027 itategemea ni upande gani ambaye itakuwa muungaji mkono, ambapo kwa saa hii without any doubt behind my mind ni kwamba opposition wakishikana na watoe mtu mmoja walafu wangangane na rais. Ile iko ni kwamba margin ndio saa hii watu wataangalia margin itakuwaje. Margin itakuwa ile ambayo itakuwa na outright win, ama margin itakuwa ile margin ambayo inaweza ikafanyiwa panel betting. Kwa hivyo wito wangu kwa opposition ni kwamba as time do go by, baada ya hii election, as time do go by, wakijiandaa kwa ile 2027, watutolee mtu mmoja wasimame na rais ili tuangalie kati ya wawili ni watu, kwa sababu siku hizi unakuta mara nyingi manifesto it is just a blueprint, lakini yule ambaye ako pale akishinda anatoka na zake. Naam, kama ulivyowasikia Andreen Kileme ndio maoni yao hayo, na sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea kufuatilia uchaguzi huu na vile vile kupata maoni zaidi kutoka kwa wakazi wa maeneo tofauti ya humu nchini. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni Andreen. Asante sana Julius Mariki, mwandishi wetu wa habari huyo kutoka Taita Taveta, hapo akizungumza na wakazi ambao pia wanatoa hisia zao kuhusiana na jinsi ambavyo matokeo ya uchaguzi mdogo wa Ol Kalou yatakavyokuwa yakiathiri uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa mwaka 2027. Na hapa studioni mtazamaji, tunazidi kuchanganua na kupambanua masuala mazima, nikiwa nao wachanganuzi wa masuala ya kisiasa, ninaye Omulo Junior na vilevile Arnold Maliba, tukizidi tu kupiga darubini uchaguzi huu.